Yes, bana, mrembo Hamisa Mobeto ameweza kuizua gumzo mtandaoni. Ndoa yake na Aziz Ki atamani ndoa ya pili baada ya Aziz Ki kumpa mimba Vanessa. Mambo ni ya moto kiukweli mtazamaji. Nikwambie tu karibu sana tuweze kufahamu nini ambacho kimeweza kutikisa mitandao ya kijamii right now. Tunaarifu kwamba msanii na mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania Hamisa Mobeto amezua mjadala mpana sana mitandaoni baada ya kutoa kauli ambayo inagusia uwezekano wa ndoa ya pili. Kauli hiyo imeibua hisia tofauti kwa mashabiki na wadau wa burudani, huku baadhi wakimuunga mkono na wengine wakionyesha kutokubaliana naye. Na katika mahojiano ambayo yaliripotiwa na vyombo vya habari, mrembo Hamisa alieleza kuwa hana tatizo na mfumo wa ndoa ya wake wengi, akisitiza kuwa swala hilo linaweza kukubalika kulingana na misingi ya dini na mitazamo binafsi wa mhusika. Kauli hii inakuja wakati ambapo bado yupo kwenye ndoa yake ya sasa, jambo ambalo linafanya wengi kujiuliza kama ni mtazamo wa jumla au kuna jambo zaidi nyuma ya pazia kwa mumewe Stephanie Aziz Ki. Kwa miaka hivi karibuni maisha ya mrembo huyu yamekuwa yakifuatiliwa kwa karibu sana, si tu kutokana na kazi zake za muziki na biashara, bali pia mahusiano yake ambayo mara nyingi yamekuwa yakijadiliwa hadharani. Kauli hii mpya imeongeza sura nyingine katika mijadala kuhusu maisha yake binafsi, hasa ikizingatiwa kuwa aliwahi kusitiza kuwa ndoa yake ni ya kudumu na si ya majaribio. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wao wanaona kuwa kauli ya Hamisa inaweza kutafsiriwa kwa mitazamo tofauti. Kwa upande mmoja inaweza kuwa ni maoni ya kawaida ambayo yanatokana na imani za kidini ambazo huruhusu ndoa za wake wengi. Lakini on other side wengine wanaweza kusema kuwa inaweza pia kuwa ni kauli yenye lengo la kuibua mjadala na kuongeza umaarufu wake kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo limekuwa likifanywa na mastaa wengi duniani. Tunasema kutengeneza kiki ili kutrendi. Lakini athari za kauli kama hizi haziishi kwenye burudani peke yake, bali huathiri pia mitazamo ya jamii, hasa kwa vijana ambao wanafuatilia maisha ya watu maarufu. Sasa baadhi ya watumiaji wa mitandao wameeleza kuwa kauli hiyo inaweza kuhamasisha mjadala mpana kuhusu nafasi ya mwanamke katika ndoa na uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha anaoutaka. Lakini hata hivyo wengine wameonya kuwa ni muhimu kuchuja kauli za mastaa kabla ya kuzichukulia kama mwongozo wa maisha. Pamoja na mjadala huo, Hamisa Mobeto anaendelea kufanya vizuri katika shughuli zake za biashara na kujijengea chapa binafsi ambayo inazidi kukua kila wakati. Umaarufu wake unaendelea kuwa mkubwa na kila kauli ambayo anaitoa ina uzito mkubwa sana kwa wafuasi wake. Right now, haijulikani kama kauli yake inaashiria mpango halisi wa maisha yake ya baadaye au ni mtazamo wa ujumla tu. Kinachoonekana ni wazi kwamba ameweza tena kuvuta usikivu wa umma na kuanzisha mjadala ambao unagusa masuala nyeti ya kijamii. Unaungana naye Hamisa kwa kile ambacho amekizungumza, ama wewe uko upande gani? Mpaka wakati wote natamani kufahamu kutoka kwako. Wakati mwingine tutaweza kupitia ujumbe ambao utakuwa umetuandikia. Bye bye.